Karibu kwenye Afconica, mwana michezo ambaye umekuwa ni mdau wetu nambari 1 kwenye kipindi hiki cha Afconica ambacho ni maalum kwa ajili ya michuano ya Afcon inayoendelea pale nchini Morocco. Na kila siku kuanzia majira ya saa 12 mpaka saa 1 usiku. Na leo kimekuja siku nzuri, siku ambayo timu ya taifa ya Tanzania itakuwa kibaruani dhidi ya Tunisia kuanzia majira ya saa 1. Yaani tunahesabu dakika tu kufikia mchezo huu ambao hatma ya Tanzania kwenda hatua inayofuata ndipo itakapokwenda kujulikana kama anaendelea kwenye hatua inayofuata ama anarudi nyumbani ili tuje kula mwaka mpya. Utani huo. Nikukumbushe tu namna ambavyo msimamo wa kundi che ulivyo mpaka hivi sasa mara baada ya timu zote kuwa zimeshacheza mechi mbili. Na nikukumbushe michezo hii ya leo kwa maana ya Tanzania na Tunisia lakini pia Nigeria pamoja na Uganda itachezwa muda mmoja ili kuepusha yale mambo mengine ya nje ya uwanja, ukizingatia Nigeria tayari wameshafuzu kwenye hatua inayofuata na wanamaliza ratiba na majirani zetu Uganda ambao sisi tulitoka nao sare ya goli 1-1. Sasa msimamo nambari 1 yuko Nigeria pale kwenye mechi mbili akiwa na jumla ya alama zake 6. Namba 2 anakamata Tunisia akiwa na alama zake 3 ambazo walimfunga Uganda. Nafasi ya 3 yuko Tanzania ambaye ana alama 1 kwenye mechi mbili alizocheza. Uganda akiwa na buruza mkia kutokana na magoli mengi ambayo yamefungwa na alama 1. Sasa ukijaribu kuangalia mpaka hivi sasa kati ya Uganda, Tanzania pamoja na Tunisia, hawa wote wapo kwenye nafasi ya kwenda hatua inayofuata. Kivipi? Kwa sababu Uganda Tunisia ikishinda dhidi ya Tanzania anakwenda hatua inayofuata. Tanzania ikishinda dhidi ya Tunisia wanakwenda hatua inayofuata. Uganda akishinda dhidi ya Nigeria anakwenda kwenye hatua ambayo inafuata. Itategemea sasa na Tunisia amepata matokeo ya aina gani dhidi ya Tanzania. Alama 3 walizokuwa nazo atafikisha jumla ya alama 6 Tunisia, huku Tanzania kama wakishinda dhidi ya Tunisia watakuwa na jumla ya alama 4 kwenye michezo mitatu ambayo walifuza. Na yote yanawezekana kwa sababu miongoni mwa vitu ambavyo vimezungumzwa kuanzia majira ya usiku mara baada ya mechi ya Mali na Comoros kuisha, namna ambavyo timu ya taifa ya Mali imefuzu kwenye hatua inayofuata baada ya kutoa sare kwenye michezo yote mitatu ambayo wamecheza kwenye michuano ya Afcon na kujikusanyia jumla ya alama 3, lakini wamefuzu hatua inayofuata. Kwa hiyo nafasi ya Tanzania bado ipo kwenye kufuzu hatua inayofuata. Tusubiri muda na tuone ni kwa namna gani sasa Miguel Gamondi atakwenda kuanza na zile silaha zake ili tu kuweza kwenda kupata ushindi kwenye mchezo huo. Na jambo zuri ni kwamba serikali kupitia kwa naibu waziri sanaa, habari, utamaduni pamoja na michezo Paul Makonda akiwa pale Morocco amewapa motisha zaidi kwa wachezaji. Endapo atakwenda kushinda kwenye mchezo dhidi ya Tunisia, basi kila goli ni shilingi milioni 200 za Tanzania. Ile mchezo uliopita dhidi ya Uganda waliweza kuahidiwa shilingi milioni 100. Safari hii dau limepanda mara 2 ya kile ambacho kilitokea kwenye mchezo dhidi ya Uganda. Kwa hiyo atakaye kwenda kufunga goli kwenye mechi dhidi ya Tunisia ni shilingi milioni 200, na kama wakifuzu ama wakishinda kuna kifungo pale cha milioni 500 ambacho watakwenda kukipata. Unaweza kuona ni pesa ya kiasi gani ambazo pengine zinaweza kwenda kuwapa motisha wachezaji wa timu ya taifa ya Tanzania kwenda kufanya vizuri zaidi katika mchezo huo dhidi ya Tunisia. Sasa hapa tulipata nafasi ya kuzungumza na shabiki wa klabu ya Simba, William Simba, kuhusiana na mchezo huu na alikuwa na haya ya kusema. Inanikumbusha mbali timu ya taifa, kuna movie moja inaitwa Tear of the Sun. Kapteni alikuwa anasimamia kikosi kile cha wanajeshi, alikuwa anaitwa Williams, ni wa jina wangu. Aliwaambia wanajeshi wake wakati wanavuka kisiwa kwenda kupambana kwamba jambo ni hili moja, natakiwa tuchague. Twende huku kisiwani tukapigane tushinde vita au tufe. Kwa hiyo wanajeshi wao walitakiwa wachague kitu hichi kimoja. Na walipovuka kwenda kwenye kile kisiwa, yule kapteni alilipua boti kwa maana kwamba hawana njia nyingine, vita ni kwenda kufanyaje, ni kwenda kuishinda. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho kinatakiwa leo. Hakitakiwi draw, hakitakiwi kitu chochote namna nyingine. Wachezaji wa Stars wanatakiwa waambiwe tumaini yalikuwa matumaini 3, sasa hivi tumaini lililobakia ni tumaini moja tu,
la kwenda kuwin mechi. Kwa hiyo waone mechi ya leo ni kama finali. Tunaenda kucheza na timu ngumu na ni timu bora sana, lakini sisi inatakiwa twende tupigane vita hata kama ikiisha, wale wa Tunisia inatakiwa wasije wakatusahau kwenye vichwa vyao kwamba wanajeshi wa Stars usije ukaja ukapotea. Kwa hiyo wanatakiwa wakapambane kwa jasho na damu. Tuliona kwenye mechi ya Uganda, japokuwa ilikuwa inaonekana ni mechi ambayo ya kuweza kushinda, baadhi ya wachezaji walienda wakatuangusha, tukashindwa kwenda kuwin. Kwa hiyo tumebakia na tumaini letu, ili inatakiwa tupambane mno kwa jasho na damu. Sisi japokuwa tuko mbali, lakini tutaenda tutawashangilia na tutazidisha sala na dua ili kusudi waende wakawini, wapate hizi alama 3 za leo, tukijumlisha na ile moja kwenye makaratasi. Tukimwangalia naye Uganda atatokaje kwa Nigeria, tunaweza tukaenda kwa nafasi za upendeleo, pia tukaenda tukasogea kidogo kuliko kuishia hapa. Mimi kwa upande wangu nitapiga dua yangu na sala ili kusudi Stars iende kwenye. Wapo ambao wanatamani kuweka vikosi vyao wakipingana na kocha mkuu wa timu ya taifa Miguel Gamondi. Kwa mechi iliyopita kwa mfano dhidi ya Uganda, watu walianza kusema kwa nini Morris aanzi, kwa nini Morris Abraham hajaanza, wengine Kagoma na maneno mengine kama hayo. Unatamani kwenye ile safu ya kiungo ya Stars dhidi ya Tunisia ni kina nani waanze, licha ya kwamba Novatus pamoja na Alphonse Mabula wanafanya kazi nzuri sana? Bwana, Mabula na Alphonse pia kwa kocha ni chaguo la kwanza, lakini pia ni viungo wazuri. Lakini moja kwa moja unaangalia, tulikuwa tunatamani zaidi aende akaanze pengine hata na Kagoma pale awepo, kwa sababu ukiangalia Alphonse Mabula na Nova ni viungo ambao wana drive sana, wanatembea zaidi kwenye eneo lao. Wakati timu inakuja inashambuliwa, wanakuwa wamejisahau, wanakuwa wako eneo mbali zaidi. Kwa hiyo tunatamani Kagoma akae pale, kwa sababu yeye ni kiungo asili. Kwa hiyo anakuwa anawasaidia wakina Baka kuweza kuokoa mipira. Unajua backline ya Stars ni backline nzuri sana, lakini shida kubwa wanachoka. Unakuta muda wote wanashambuliwa. Umeona mechi ya Uganda juzi, kina Kayondo sijui kule pembeni, kuna beki namba 2 mmoja ni hatari sana, ni kama namba 7, muda wote anakuja. Kwa hiyo unakuta mabeki nao wanakuwa wana hali ile ya kuchoka, yani wanaokoa mipira mpaka wanachoka. Baadaye unakuja kufunga goli la kizembe mpaka unakuja kushangaa. Kwa hiyo mimi nilikuwa natamani zaidi kwenye eneo la kiungo aanze kidogo na Kagoma ambaye ndio kiungo asilia, kuliko kina Mabula ni kiungo ambaye anatembea, Novatus vile vile. Pia kuna wakati mwingine kocha anatakiwa tu angalie Bwana Samata sasa hivi awepo kwenye benchi la ufundi pale kama kiongozi. Unajua kuwepo na mzoefu atawaongezea wale wakina Novatus uelewa kidogo, lakini mimi nadhani kwa Taifa Stars sasa hivi Bwana Samata nadhani tuseme tu imefika mwisho. Unajua kila nabii huwa na zama zake. Tuseme sasa hivi zama zake zimetosha. Ni muda sasa wa kumwamini hata mwalimu pengine aweze kufanya kitu kizuri, pia kuamini wachezaji wengine ambao hawana hata majina makubwa wanaweza wakafanya vizuri zaidi, kama ambavyo tumeona kwa Muhombwa, tumeona kwa Alphonse Mabula anafanya vizuri. Kwa hiyo ni muda sasa wa kocha kuamini vijana wadogo. Hata Morris Abraham mimi naamini kwa kikosi cha Stars kile ni lazima apate namba. Kuna mtoto mwingine pia wa Azam Idinado ambaye yuko pale mbele pia, ambaye ni machachari, anaweza akaitoa timu eneo lilokuepo na kwenda kuisogeza. Naam, huyo ni William Simba akitoa maoni yake, akitamani nyota ambao wanatamani kuanza hasa kwenye ile safu ya kiungo, kama ambavyo unasikia amemtaja Morris Abraham hapo, ambaye hatujamuona kwenye hizi mechi zilizopita dhidi ya Nigeria lakini pia Uganda. Je, leo Gamondi anaweza kwenda kuanza na Morris Abraham kama ambavyo Watanzania wengi wamezungumza wanatamani kuona atakwenda kufanya nini kwenye mechi hizo za AFCON, akiwatumia zaidi Alphonse Mabula pamoja na Novatus Dismas kwenye eneo la kiungo, huko washambuliaji wakiwa ni kina Chazi Mombwa pamoja na Simon Hepgori Msuva. Leo itakuwaje kwenye mchezo huo? Unayo nafasi ya kuweka maoni yako hapo chini. Mimi ni Latifa Anafi, hii ni Ava TV, nyuma ya kamera hapo ni Wilvin Trends. Nisizungumze sana, tusubiri mbunge yenyewe alafu tutakuja kukutana tena kwenye Afkonika nyingine tuzungumze ni kwa namna gani ambavyo Stars imetinga kwenye hatua inayofuata.